Umiza tunaendelea kuifuatilia, tunazo taarifa nyingi, tunaendelea kuzichambua, wakati huo tukishirikisha sasa mamlaka za usimamizi kwa maana ya BOT, Wizara ya Fedha ambao wanatoa leseni na kwa ujumla wanafanya shughuli ya usimamizi wa uendeshaji wa hizi taasisi binafsi ambazo zinatoa mikopo ambayo inalalamikiwa sana na wananchi. Tunasema si jambo jema na hata jina lake si zuri, ni baya. Kama taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa, je, tunaangalia katika uendeshaji au shughuli za hizi taasisi zinazotoa mikopo, kausha damu, kausha roho, nini. Je, kuna namna yoyote ambavyo kuna hujuma? Tunafanyia kazi na tutakapokuwa tumekamilisha nani zetu, tukiona kuna elementi za rushwa mle, elementi za uhujumu uchumi au elementi za utakatishaji fedha katika hiyo mikopo, hatutasita kuchukua hatua, kwa sababu hiyo ni mandate yetu kuona kwamba hii mikopo kwa namna yote haiwezi kunasibishwa na hujuma za uchumi au utakatishaji fedha kama nilivyosema. Katika uchunguzi wenu sasa katika taasisi hizo mmebaini nini? Mingi tunaona ina usajili, kwa na labda nitumie nafasi hii tu kuziasa hizo mamlaka husika kwa maana ya Benki Kuu, Wizara ya Fedha, kuona kwamba wanajiridhisha na uwezo na nia ya hivi taasisi kabla ya kuvipa leseni ya kuendesha biashara zao. Kwa hiyo wananchi unawaambiaje kwa ujumla? Wachukue tahadhari, lakini wakati mwingine jambo lingine tunalosema, hii mikopo sasa naona imekuwa kama fashion. Na labda kama nitanukuliwa vibaya sio, especially zetu kina mama ndio wamekuwa wahanga wakubwa sana hii mikopo umiza, mikopo nini. Sasa ile uwepo tu wa dirisha la kupata mkopo mahali wa Tanzania tunafanya kama fursa, kitu ambacho si sahihi. Kwa hivyo tunakopa wakati mwingine bila hata kujali zile riba, na hii mikopo kwa wale ambao wameshaikuikopa wanasema hailipiki hata mara moja. Unajua mkopo unapokuwa 100% riba yake huwezi kumaliza hata siku moja. Tunawaasa tu kwamba wajiepushe na hii mikopo, wajiunge kwenye vikundi vyao vya ushirika, hizi SACCOS ambazo kwa ujumla vina riba ndogo na inaenda vizuri.